Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanasema Rais wa Marekani Donald Trump amewadhalilisha. Viongozi hao wa Umoja wa Ulaya wanadai kwamba kitendo cha rais huyo wa Marekani kutishia kuweka vikwazo na kutoza ushuru wa 50% kwa bidhaa zote zinazotoka katika jumuiya hiyo ya Ulaya ni kitendo cha kuwadhalilisha wanachama wa Umoja wa Ulaya ambao kwa miongo mingi iliyopita walikuwa washirika wazuri wa taifa hilo la Marekani. Lakini Rais Donald Trump amekuja kuwadhalilisha. Hata hivyo, viongozi hao wa Umoja wa Ulaya wamesema watatetea maslahi yao baada ya Donald Trump kutishia kutoza ushuru huo wa 50% kwa bidhaa zote. Afisa mkuu wa biashara wa EU Maros Sefcovic alisema katika chapisho katika ukurasa wa X kwamba alizungumza Ijumaa na mwakilishi wa biashara wa Marekani Jamieson Greer na katibu wa masuala ya biashara Howard Lutnick juu ya suala hilo. EU imejihusisha kikamilifu na imejitolea kupata mafanikio na makubaliano ambayo yatawafaa wote wawili, alisema, akiongeza kuwa tume ya EU inasalia tayari kufanya kazi kwa nia njema. EU imejihusisha kikamilifu na imejitolea kupata makubaliano ambayo yatawafaa wote wawili, kwa maana ya Marekani na mataifa ya Umoja wa Ulaya, alisema, akiongeza kuwa tume ya EU inasalia tayari kufanya kazi kwa nia njema kuelekea katika makubaliano. Biashara ya Umoja wa Ulaya na Marekani hailinganishwi na lazima iongozwe na kuheshimiana na si kuwepo kwa vitisho. Tuko tayari kutetea maslahi yetu na sio kudhalilishana, anasema kiongozi huyo. Hata hivyo, Donald Trump alichapisha katika jukwaa lake la Truth Social kwamba anapendekeza wajibu mkubwa wa 50% kwa Umoja wa Ulaya kuanzia Juni, tangu mazungumzo nao ikiwa hayaendi popote. Akizungumza baadaye katika ofisi ya Oval, rais huyo wa Republican nchini Marekani alisisitiza kwamba hataki makubaliano na EU, lakini anaweza kuchelewesha ushuru ikiwa kampuni nyingi za Ulaya zitafanya uwekezaji mkubwa nchini Marekani. Sambamba na hayo, rais huyo wa Marekani alisema kwamba sitafuta dili hii. Trump aliwaambia wanahabari, tumeweka makubaliano ni 50%, aliongeza. Viongozi wa Umoja wa Ulaya walionya kwamba ushuru huo utaumiza pande zote mbili. Waziri wa uchumi wa Ujerumani Catherine Reich alisema kila kitu lazima kifanyike kuhakikisha kwamba tume ya Ulaya inafikia suluhu iliyojadiliwa na Marekani, huku waziri wa mambo ya nje Laurent Saint-Martin akisema umoja huo unapendelea kupunguzwa kwa kasi, lakini iko tayari kujibu. Iwapo ushuru huo utatekelezwa, utamaanisha kuwa EU itakuwa na ushuru wa juu zaidi na kuagiza bidhaa kwa mamia ya mabilioni ya bidhaa zinazouzwa nje ikilinganishwa na Uchina ambayo ushuru wake ulipunguzwa mapema mwezi huu ili kuruhusu mazungumzo zaidi kati ya Washington na Beijing. Mapema mwezi Aprili, Trump alitangaza ushuru wa 20% kwa bidhaa nyingi za EU, lakini akapunguza hadi 10% hadi Julai 8 ili kuruhusu muda wa mazungumzo zaidi. Trump amelalamika kwamba mifumo iliyopo si ya haki kwa kampuni za Marekani, kwani jumuiya ya Europa inauza bidhaa nyingi kwa mshirika wake kuliko inavyonunua kutoka kwake. Trump mnamo Ijumaa alionya kwamba kampuni kubwa za kiteknolojia za Marekani kama vile Apple pia inaweza kukumbwa na ushuru wa 25% kwa simu zote za iPhone ambazo hazijatengenezwa lakini zinazouzwa nchini Marekani. Matangazo ya mtandaoni yalileta pigo jingine kwa masoko ya hisa nchini Marekani na katika Umoja wa Ulaya, huku S&P 500 ikiwa chini kwa takribani 0.8 na fahirisi ya Pan European Stocks 600 ikishuka kwa takribani 1.2. Hata hivyo, kitendo cha rais wa Marekani kusema kwamba ni heri afanye biashara na Uchina kuliko kufanya biashara na watu wa Ulaya ni kile ambacho watu wa Ulaya wanaeleza ni udhalilishaji uliopindukia na ni kitendo ambacho hawajawahi kutendewa na kiongozi yoyote kutoka katika taifa hilo la Marekani. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.